Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Alikuwa ni simba, lakini hakuwa simba wa kawaida. Huyo alikuwa simba mweusi kabisa, mwenye manyoya yanayong'aa kwa rangi ya giza, kana kwamba ametoka kwenye ulimwengu mwingine. Mwili wake ulikuwa mkubwa kuliko simba yoyote yule wa savana, miguu mizito, kifua kipana na mkia mrefu uliokuwa ukizunguka hewani kama upanga. Kijana maskini alikuwa na hofu, lakini hakukimbia. Alisimama. Alijua hila za simba. Pale tu unapompa mgongo, basi jua umefanya kosa kubwa sana. Kijana maskini alishika fimbo yake kwa uthabiti, akiwa tayari kwa mapambano. Simba alitembea kwa mwendo wa duara, akimzunguka kijana maskini kwa mwendo wa taratibu, akionyesha kufurahia kukutana na nyama ya binadamu. Kijana maskini alimtazama simba huyo kwa hofu, lakini upendo wa Selena ulikuwa mkubwa zaidi ya hofu yenyewe. Simba aliendelea kumzunguka kijana maskini kwa duara, kama mwalimu anayekagua unadhifu wa mwanafunzi mpya. Hakuonekana kuwa na haraka. Bila kupoteza muda, simba alimlukia kijana maskini. Kijana maskini alikiona kifo usoni mwake. Kwa ujuzi uliotokana na maisha ya uvuvi na mapambano ya bahari, kijana maskini aliinama kidogo. Simba akapita juu yake, lakini makucha yake hayakumwacha salama. Yalimkwangua upande wa kushoto wa sura yake. Kwa haraka kijana maskini aligeuka kumtazama simba huyo, na simba pia aligeuka kwa haraka kumtazama kijana maskini. Sasa walikutana macho kwa macho wakitazamana. Macho ya simba yalijaa hasira zaidi, hasira inayotokea pale mawindo yanapokataa kuwindwa. Simba hakupoteza muda, akaanza kumfuata kijana maskini kwa kasi ya ajabu, miguu ikigonga ardhi kwa uzito. Mchanga ukapanda juu, majani yakaruka, hewa ikatetemeka. Kijana maskini hakurudi nyuma wala hakutetemeka. Akasimama kwa umakini, akizisoma hatua za simba huyo. Wakati simba huyo akiendelea kumfuata kijana maskini kwa kasi, sura ya Selena ilikuja kwenye akili ya kijana maskini. Kisha alishika fimbo yake kwa umakini zaidi. Simba alifika alipo kijana maskini na kumlukia, huku akipanua mdomo wake wote akitaka kukamata kichwa cha kijana maskini. Simba huyo hakujua kuwa huo ndio ulikuwa wakati wa kijana maskini. Kwa nguvu za mtu anayepigania upendo, kijana maskini aliirusha fimbo yake kulenga upande wa taya za simba huyo, mahala ambapo kumebeba nguvu za kutafuna. Pigo hilo halikuwa la ukatili, lilikuwa la mtu anayepambania kutafuta uhai. Simba alianguka akitoa mlio wa maumivu. Baada ya dakika kadhaa, simba alisimama, kisha akamwangalia kijana maskini kwa macho ya heshima. Heshima ambayo wanyama wa juu huitoa wanapokutana na shujaa wa kweli.
Kisha alianza kuondoka taratibu, akipotelea ndani ya msitu. Kijana maskini alisimama akimtazama simba huyo kwa ujasiri, lakini ndani yake alihisi kitu ambacho hajawahi kukiona zamani: ujuzi mkubwa wa kupambana na moyo wa ujasiri. Alitazama mikono yake akijiuliza ni wapi zilipotokea nguvu hizo. Livia alikuwa amekaa kwa huzuni. Ndani ya moyo wake kulikuwa na giza. Alikuwa akiwaza juu ya Titus. Alikuwa akimwona akivuka bahari, akitembea katikati ya mitaa ya Roma kwa siri, akijaribu kumchukua mtoto wao mikononi mwa Kaisari. Lakini hafla ilisikika sauti ya miguu mingi ikija kilipo kibanda. Mwanzo alidhani labda ni mawazo yake tu, lakini sauti hizo ziliongezeka. Moyo wake ukaanza kupiga kwa hofu. Kisha hafla, wanaume walisimama ndani ya kibanda hiko. Kaisari hakuwa mtu wa kuona tishio moja na kuliacha lingine. Alikuwa mtu wa kuondoa mzizi kabla haujaota mti. Kaisari alijua akili ya Titus. Alijua namna alivyokuwa na ujuzi wa kupanga mikakati ya vita. Katika urafiki wao, hakuna mpango wa Titus aliyoupendekeza uliwahi kufeli. Titus alikuwa nguzo ya Roma. Aliisaidia Roma kushinda vita vingi sana na kumpa Kaisari mafanikio alikuwa nayo sasa. Hivyo Mfalme Kaisari alijua vema uwezo wa Titus, namna alivyoweza kugeuza kushindwa kwa ushindi katika dakika za mwisho. Alijua kuwa kama Titus angeachwa hai, angekuwa mwiba kwenye kiti chake cha ufalme. Kijana maskini alitembea kwa muda mrefu. Sasa alifika sehemu ya msitu ambayo ilikuwa ya kutisha zaidi. Miti ilikuwa imesongamana. Ni mchana, lakini unaweza dhani ni usiku. Sehemu ya ardhi ya eneo hilo ilikuwa haiwezi kuotesha chochote. Hapo ndipo miili ya askari wa Roma waliokufa vitani walikuwa wakizikwa. Walikuwa wanakusanywa kama mizigo isiyo na thamani, kisha kurushwa ndani ya shimo la pamoja, bila majina, bila alama, bila kumbukumbu, bila heshima, kama mashujaa waliokubali kufa kwa ajili ya nchi yao. Kaisari hakuwa na muda kuweka heshima kwa wafu. Aliwatumia kama viumbe vya kupigana vita, si wanaume wa kuzikwa kwa heshima. Kaisari hakujali watu hao. Walikuwa wameacha wake zao. Walikuwa wameacha watoto waliokuwa wakisubiri baba arudi. Walikuwa wameacha wazazi waliokuwa wamejivunia kuwazaa. Yote hayo Kaisari hakujali. Hakutuma hata neno la faraja kwa familia zao. Hakuwalipa fidia. Hakuwazika kwa heshima. Aliamuru watupwe kwenye shimo la pamoja, kana kwamba ni takataka za vita. Na tangu siku hiyo, ardhi ya eneo hilo ilibeba laana. Kila aliyekuwa akipita eneo hilo, viganja vya mifupa vilitokeza ardhini hafla. Vilikamata miguu yao kwa nguvu ya ajabu. Mizimu iliwanyonya taratibu, si kwa meno wala makucha, bali kwa nguvu ya Roho, ikinyonya joto la mwili wao, pumzi zao, damu yao ikikauka polepole ndani yao, hadi walipokuwa dhaifu kisha kufa. Hiyo ndo sababu watu wa Roma waliokuwa wakijua asili ya eneo hilo walikuwa wakiikwepa njia hiyo kwa mbali sana. Walizunguka msitu hata kama iliwalazimu kuongeza siku 3 za safari.
Titus alimwambia kijana maskini kuhusu eneo hilo. Ukifika kwenye msitu wa Roma, kuna sehemu moja tu isiyoota majani. Usipite hapo, zunguka. Lakini kutokana na misukosuko ya mapambano na vikwazo vya safari, kijana maskini alisahau maagizo hayo, na sasa alikuwa akipita katikati ya laana hiyo bila kujua. Kisha hafla, udongo ulipasuka, viganja vilichomoza na kukamata miguu ya kijana maskini. Kijana maskini alishtuka, alijaribu kujinasua, lakini alishindwa. Kisha kelele za mizimu zilisikika eneo hilo. Hazikuwa kelele za hasira tu, zilikuwa sauti za lawama. Hatukuzikwa kwa heshima. Watoto wetu hawajui ni wapi wataona kumbukumbu zetu. Hakuna makaburi yetu. Kaisari alitutupa kama takataka za vita. Sasa kwa nini wewe uishi? Na ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wake? Kijana maskini alipambana kwa muda mrefu kujinasua, lakini mikono mifupa haikulegea. Kila dakika ilionekana kuwa saa, kila saa ilionekana kama miaka. Sasa alikaribia kufa, na alielewa kwa nini hakuna aliyerudi kusimulia siri ya eneo hilo. Kijana maskini aliikaza roho yake kwa ujasiri wa mwisho, akizungumza kwa tabu, kwa sauti ya kupigania uhai. Najua mmeumizwa. Najua mmezikwa bila heshima. Lakini mimi si Kaisari, wala si mtu wa Kaisari. Mimi ni kijana maskini, mtoto wa mama kipofu, baba maskini mlemavu. Mimi si raia wa Roma. Nimetokea Bagamoyo, Tanzania. Nipo kwenye msitu huu kupigania upendo wangu. Baada ya kumaliza kusema maneno hayo, viganja vya mifupa vilivyokuwa vimeshika miguu yake vilitetemeka, kana kwamba maneno yake yalikuwa yamepenya kwenye maumivu ya karne. Mikono ile ikalegea, kisha ikarudi ardhini kama mizizi inayorudi kwenye giza lake. Kijana maskini hakuamini kabisa kama amepata nafasi nyingine ya kuishi. Alipoinua macho yake polepole kutazama mbele, akaona vivuli vimesimama mbele yake. Kivuli cha askari mmoja kilikuwa mbele zaidi, kikisimama kama kiongozi wa mizimu. Askari huyo alikuwa Nero. Nyuma yake askari wengine walisimama kwa huzuni. Walikuwa wanaume waliovaa mavazi ya kivita yaliyotoboka kwa mashambulio ya upanga na mikuki. Wengine hawakuwa na mikono, wengine hawakuwa na vyote, mikono na miguu, lakini wote walikuwa wamesimama kimya, wakimtazama kijana maskini, macho yao yakiwa na huzuni. Kijana maskini alimeza mate ya hofu, akijiuliza mizimu hiyo ina lengo gani juu yake. Kisha Nero alianza kuzungumza na kijana maskini. Najua wewe ni nani, na namjua vizuri sana Titus. Mimi naitwa Nero. Moyo wa kijana maskini uliluka.
alishawahi kusikia jina hilo ile siku alipokuwa anahadisiwa na Titus kuhusu barua ya miaka 5 iliyopita. Kufikia hapo, kijana maskini alitambua kuwa sasa amekutana na Nero, lakini akiwa mzimu. Fikisha salamu zangu kwa Titus. Mwambie asisahau kile nilichomwambia kabla sijafa. Kuwa mchwa ni mdudu mdogo sana, lakini ndiye anayebeba ardhi na milima. Mlima ni Roma na mchwa ni yeye Titus. Kimya mzito ukapita eneo hilo. Maneno ya Nero yalibaki yakining'inia hewani kama unabii. Mizimu wengine nyuma yake waliinamisha vichwa vyao kwa heshima ya unabii huo, wakiamini labda siku moja mwanaume wa vita Titus atakuja kuwapa heshima walioikosa kwa Kaisari. Kijana maskini alihisi mwili wake ukipata nguvu mpya, nguvu ambayo haikutoka kwenye misuli bali kwenye maana ya maneno hayo. Nero alimtazama kijana maskini kwa huruma, kisha akasema, najua safari yako, najua unapokwenda, na sina hakika kama utarudi ukiwa hai. Pengine utakuwa mizimu kama sisi. Hivyo sina hakika kama ujumbe wangu utafika kwa Titus. Kisha hafla, mizimu yote ikarudi ardhini kimeujiza. Eneo hilo likarudi kuwa kimya tena, lakini sasa kimya hicho hakikuwa cha hasira, kilikuwa kimya cha ruhusa. Kijana maskini aendelee na safari yake. Katika msitu wa Roma kulikuwa na hadithi ya kale iliyosafiri kutoka msitu wa Hispania hadi kina cha msitu wa Roma. Hadithi ya nyoka wa dhahabu wa Hispania. Walikuwa nyoka wa kuogopwa, miili yao mirefu iling'aa kwa rangi ya dhahabu. Lakini zaidi ya mionekano yao, nyoka hao walikuwa na utaratibu wa ajabu sana. Majike yaliishi Hispania, madume yaliishi Roma. Huo ndio ulikuwa mpangilio wa maumbile yao, mgawanyiko wa dunia mbili. Kila mwaka katika miezi maalum ya uzazi, majike yalisafiri kwa umbali mrefu sana, wakitoka Hispania kuelekea katika misitu ya Roma ili kufanya mapenzi na madume kwa lengo la kubeba mimba. Na baada ya kupata ujauzito, majike yangerudi tena Hispania kwa ajili ya kulea mimba na kuzaa. Na wakishazaa tu, watoto wa kiume wakikua, walikuwa wakielekea Roma kuendelea na maisha. Sasa ule mwezi wa majike kubeba mimba ulifika, na sasa majike hayo yalikuwa kikaribia kufika msitu wa Roma. Safari yao haikuwa ya upole, ilikuwa safari ya asili ya mwili unaotafuta kizazi. Lakini miezi hiyo pia ilikuwa miezi ya hasira. Walipokaa muda mrefu bila kufanya mapenzi, miili yao ilijaa joto, walikosa utulivu, walikosa subira. Hasira iliwatawala na kila kitu walichokiona kilikuwa halali yao. Na mwaka huu safari yao ilikuwa imekuwa ndefu zaidi kuliko kawaida. Bahari iliwachelewesha, mawimbi yaliwavuruga, misitu ya Hispania ilikosa mawindo ya kutosha. Walikuwa wameanza safari yao wakiwa na nguvu na uvumilivu, lakini kadri walivyozidi kusogea kuelekea Roma, njaa ilianza kuwakula. Walikuwa hawajakutana na kitoweo chochote kile. Hakuna mnyama mdogo, hakuna nguruwe mwitu, hakuna hata ndege aliyekuwa mzembe. Njaa iliwafanya hasira zao kuongezeka zaidi. Hasira yao ikageuka kuwa hatari zaidi ya miaka yote. Kwa kujikaza na njaa, hatimaye walifika ndani ya msitu wa Roma.
Nyoka hawa walikuwa wakitembea kwa kasi kuelekea mahala yalipo madume yao. Ndipo waliposikia harufu ya jasho la binadamu, harufu ya damu, harufu ya moyo unaodunda tofauti na wao. Bila kupoteza muda, mili yao mirefu ilianza kufuata kwa kasi jasho hilo la binadamu. Walitambaa kwa kasi isiyo ya kawaida, njaa ikipiga kelele ndani ya matumbo yao. Njaa yao haikuwa na huruma na mtoto, kijana wala mlemavu. Na sasa, katikati ya msitu wa Roma, chini ya jua kali la mchana, kijana maskini alikuwa mawindo yao. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.